mnamfanyia Kai, wewe na wewe mchepuko wako Tasha, mpaka mnamchanganyia madawa, anakuwa ajielewi, ajitambui. Lisa, hii ni karma. Itakuja kukurudia mara 100, nakwambia kabisa. Karma haijawahi kumwacha mtu salama, Lisa. Eti nini? No. Kai! 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 Kulikoni? Simuoni Kai. Unasema? Wifi, nakwambia Kai humu ndani hayupo. Mimi nilikuwa chumbani, nimemwacha sebleni. Narudi namtafuta nyumba nzima simuoni. Wifi, fanya masiara yako yote. Usifanye masiara na kaka yangu. Hivi, anawezaje kuondoka ndani na hali ya kuwa unajua kabisa kuwa ni mgonjwa, mpaka inafikia tu anatoka ndani na kwenda nje? Wewe ulikuwa wapi? Kwa hiyo tutakuwa tunalaumiana au tutamtafuta huyo Kai ni wapi alipoenda? Mimi sio kila wakati naweza kukaa naye. Kuna muda nafanya majukumu mengine. Ukizingatia mtu mwenyewe hayuko sawa yule. Kumbe kabisa unajua kuwa hayuko sawa, na kisha unamnusu anatoka ndani anaenda kupoa Yanga. I say, nisikize nikwambie. Sina masiara na ndugu yangu. Nadhani nimeshawahi kukwambia. Ipo siku nitakuja kujua ukweli wote. Na chochote kitakachomkuta kaka yangu, I swear utalilipia. What? Kai ametoroka nyumbani? Yaani inawezekana vipi yani? Ilikuwaje mpaka akatoroka nyumbani? Tasha, huu sio muda wa kuanza kuulizana tena ilikuwaje. Unajua Kai sasa hivi amekuwa kama mtoto. Hata anachokifanya hajui. Mimi naomba tu unisaidie niweze kumpata Kai. Nisaidie sana. Sawa Lisa. Hebu relax kwanza. Tunaweza kuonana? Kuonana haiwezekani kwa sababu niko na dada yake hapa muda huu. Kwa hiyo siwezi kutoka. Ila naomba tu msaada wako Tasha. Tafadhali. Sawa, nimekuelewa, usijali, nimekuelewa. Kai, una mpango gani wewe? Nakuuliza Kai, unataka kufanya nini? Ina maana wewe unajikuta ni master plan sana kunizidi mimi, si ndio? Naomba unisamehe sana Lisa. Inabidi ni deal na mtu ambaye amenipiga picha. Ile jambo lako inabidi niliweke kushoto kwanza. I'm sorry. Huyo ndo mpenzi wake Tasha, anaitwa Amanda. Hii picha mbona sielewi, nashindwa kuitafsiri. Yaani nashindwa kuiona sura ya huyu mwanamke. Usijali kuhusu hilo.
kutokana na kijana ulionipa ni makini, naamini dili letu litaenda sawa kabisa. Kwa hiyo ondoa hofu, utamwelewa na utapajua hadi anapoishi, kwa sababu huyo kijana kashanipa taarifa zote za kuhusu huyo mwanamke. Kwa hiyo anapajua anapoishi na shughuli zake zote anazozifanya anazijua. Kwa hiyo sio na shaka kuhusu hilo. Simu yako inaita. Mkeo anapiga. Hebu achana naye wewe mpoza, simpokelee. Sasa sikiliza bwana Chisa. Huyo Amanda nahitaji kuonana naye. Nahitaji kuonana naye haraka iwezekanavyo. Kwa fanya juu chini nionane na huyo binti. Kai, hilo ndo hofu. Kutokana na umakini wa kijana wako, naamini kabisa utamuona. Ondoa shaka kwenye hilo. Anapiga tena. Huyo mpozi anataka nini tena? Fine. Hebu mpokelee. Oe, Chisa, weka loudspeaker nisikie anachoongea. Sawa. Madam, niambie. Daktari, mume wangu ameondoka nyumbani katika mazingira ya kutatanisha na sijui ameelekea wapi. Hilo usijali. Ondoa shaka. Mtu kama Kai ambaye alipoteza kumbukumbu waga anajitafuta, na siku nyingine waga akumbuka sehemu ambayo anapoendaga kutembea kila wakati. Kwa naamini atakuwa anajitafuta ili kurudisha kumbukumbu zake. Kwa ondoa hofu kwenye hilo. Kwa hiyo jaribu kufikiria kwanza, ni sehemu gani waga anaenda mara kwa mara kipindi yupo mzima? Mara nyingi alikuwa anapendelea kwenda kwa rafiki yake, na nimempigia simu rafiki yake amesema Kai hayupo huko. Sasa atakuwa ameenda wapi? Ukiacha kwa rafiki yake, ni sehemu gani nyingine ambayo upendeleaga kwenda? Ipo. Nimeshakumbuka. Ngoja nifuatilie, nitakupa majibu. Sawa. Kipindi unafuatilia, basi na mimi nipo njiani nakuja huko. Ndemwa hilo. Huyu ni Zawadi. Atakuwa Kai yupo kwa Zawadi. Acha niende kwa Zawadi. Lazima nimkute kwa Zawadi. Yaani ni lazima. Odi. Wifi, nimejaribu kumuulizia, wamesema kabisa hawajamuona. Ila na sehemu nahisi yupo. Hem, niache mimi nikamwangalie, alafu nitakuja kukwambia. Wifi, kwa nini uende peke yako? Hebu naomba tuongozane wote.
ni sehemu yake ya siri. Wewe dada yake huwezi kufika, kwa hiyo niache mimi nikamwangalie, alafu nitakuletea majibu. Hivi ni sehemu gani ya siri ambayo mimi dada yake sipasi kujua? Wifi yangu, jaribu kunielewa katika hili. Okay, sawa. Lakini naomba ujitahidi sana. Na naomba ufanye haraka. Usijali, ni jukumu langu. Aisee, kazi yako ni mzuri sana sana. Nimependa kazi yako. Uko vizuri sana. Kutokana na ubora wa kazi yako, nahitaji nikupe kazi nyingine. Nahitaji uje kumchukua Kai umpeleke kwa Amanda. Hapana. Mimi sikutaki tena kwenye kazi zenu hizi. Yaani mpaka mdau ashaanza kuniletea matatizo mimi na mambo yenu haya. Hauwezi amini. Tasha kashaanza kunifuatilia mimi, kaja nyumbani kwangu. Siko tayari. Anaonekana kabisa shaanza kufahamu kuwa mimi namfuatilia Amanda. Sikiliza kijana. Unajua ni mtendaji kazi mzuri sana. Na mtu ambaye tunakutegemea. Kwa hiyo acha uoga. Umesikia, mwanamume hawezi kuwa muoga hivyo. Mimi tukitaka kutokana nishakupa pesa zangu. Umeelewa? Nimekupa pesa nusu, bado nusu. Kwa hiyo uwezi ukasema tu kwetu unaacha kazi kiurahisi hivyo. Naomba kamilisha hili deal. Ukishakamilisha hili basi utaachana sisi. Ni sawa. Tumeshakubaliana, ni sawa, tumekubaliana, lakini hapana. Naona hii kazi itakuja kunitokea puani. Na kuomba, fanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Sitaki. Uhai wangu mimi una thamani kuliko hata hizo pesa zenu. Kwa hiyo sitaki. Naomba mtafute mtu mwingine, mimi sitaki. Mshabasi, sikiliza, Kai hapa naongea. Naomba fanya juu chini ndugu yangu Jili, unisaidie, nipo chini ya miguu yako. Naomba nipeleke kwa Amanda. Ndugu yangu Kai, nakuheshimu sana. Lakini katika hili naomba unisamehe, sitaweza kufanya kazi yako. Mshabasi, sikiliza, hii kazi tushaianza na tuwezi kuiachia kati. Na mimi nakuahidi hakuna mtu yote atajua kama umehusika hapa. Utakuwa salama. Lakini ukiachana yote, huyu jamaa sikakuahidi pesa. Sasa mimi nakuahidi mara 3 ya pesa aliyokuahidi. Naomba tu nifanyie kazi, sitokuangusha. Umefuata nini nyumbani kwangu? Zawadi, nisikilize. Mimi sijeja hapa leo kugombana na wewe wala kulumbana na wewe kwa lolote lile. Nimekuja kumfuata mume wangu. Mume wako? Mume wako yupi? Kai au Tasha? Maana mimi na date nao wote wawili, Kai na Tasha. Sasa sijajua wewe mguu wako uliokuja hapa kwangu kumfuata mwanaume wako yupi. Alafu Lisa, hayo masuala yako wewe na Tasha kumwekea madawa Kai, mnamvuruga akili mwenzenu, mnamchanganya, anakuwa ajielewi, itakuja kuwa kosti. Zawadi, naomba tuheshimiane. Hivi unavyosema nimemchanganyia Kai madawa, wewe una ushahidi gani? Ndio, nina ushahidi. Haiwezekani mimi niende nionane na Kai eti asinifahamu kabisa. Mimi Zawadi asinifahamu. Yaani mmemkorogea mwenzenu madawa, mmemchanganya, hajui mtu anayeingia, hajui mtu anayetoka. Yaani mmemvuruga mwenzenu, amechanganyikiwa. Lisa, hayo mnayomfanyia Kai yatakuja kuwarudia mara 100 ya mlivyomfanyia leo. Hauna haki wala wajibu wa kuniadhibu mimi Lisa. Ila dunia ndo inapaswa kukuadhibu. Mnachomfanyia Kai, wewe na wewe mchepuko wako Tasha, mpaka mnamchanganyia madawa, anakuwa ajielewi, ajitambui. Lisa, hii ni karma. Itakuja kukurudia mara 100, nakwambia kabisa. Karma haijawahi kumwacha mtu salama Lisa. Eti nini?
Mimi ni fundi bomba. Mwenye nyumba yako kanielekeza kuna tatizo la maji huko kwako. Fundi bomba? Mbona umechelewa sana? Umechelewa sana, maji yameingia mpaka yamejaa. Mimi naogopa maji, naogopa hadi kuingia ndani. Unajua barabara yetu jinsi zilivyo sasa hivi, foleni nyingi. Ila usijali, kwa kuwa nimefika, kama tatizo nitatengeneza. Muda sio mkubwa sana. Nitawahi nadhani. Umesema wewe ni fundi? Mimi ni fundi bomba. Ofisi zenu zinapatikana wapi? Mwenye nyumba yako amenitafuta mtandaoni. Ndio mpaka nimefika hapa. Ila swala la ofisi sisi zipo. Wala ondoa shaka, usijali wala nini. Basi sawa, karibu ndani. Maji yamejaa sana. Imeharibika sehemu gani? Yaani ukiingia tu hapa hicho chumba cha kwanza hapo. Hapo. Maana mimi naogopa hata kuingia ndani, naogopa maji. Sawa, hakuna shaka. Ila usinibie remote yangu. Remote? Mimi remote ya nini? Hivi kwa hazi ya kuiba remote? Hivi nisibe vyovyote mondani mpaka kuiba mimi remote? Hivi dada, kuwa serious. Ina maana vitu vyako vyote, yaani hivi ni samani remote peke yake? Sio remote tu, hata battery za remote mnaiba. Mimi mafundi nawajua vizuri sana. Au huyo sio fundi, bali usaidia fundi. Lakini fundi kama mimi mwenyazi yangu, siwezi nikaiba remote. Ya nini remote? Haya sawa. Ndio weke vizuri remote yako. Ndio nishakwambia. Hello Amanda. kuzikana, ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa, nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama